Wamekuwa marafiki wa TikTok wakichekesha maelfu ya watu, lakini video moja imegeuza kila kitu. Sasa mahakama imeamuru ndani ya siku 60 lazima wafunge ndoa. Mimi ni Zaitun James Gala, hii ni Jahazi TV. Waandaaji wawili wa maudhui ya TikTok kutoka jimbo la Kano kaskazini mwa Nigeria, Idris Ibrahim anajulikana kama Mai Wushria na Basira Yaguda, wamekuwa gumzo baada ya mahakama ya Kiislamu kuamuru wafunge ndoa ndani ya siku 60. Uamuzi huo umetokana na video zilizosambaa mtandaoni ambazo mamlaka zilisema zimekiuka maadili ya Kiislamu na kuonyesha ukaribu usiofaa kwa watu ambao hawajaoana. Taarifa zinasema wawili hao walijirekodi video wakionekana wakikumbatiana na kuzungumza kwa maneno ya kimahaba, hali iliyowafanya baadhi ya wakazi wa eneo hilo kulalamika kwa bodi ya filamu na video ya jimbo la Kano. Baada ya malalamiko hayo, kesi ilifunguliwa mahakamani na ndipo hakimu wakaamua kuwapa siku 60 wao wameoana au wakabiliwe na adhabu ya kisheria. Uamuzi huo wa mahakama umeshangaza watu wengi ndani na nje ya Nigeria. Wadau wa sheria na watetezi wa haki za binadamu wamesema hatua hiyo ni kinyume na haki ya mtu binafsi kuchagua nani wa kuoana naye. Wengine wanasema mahakama haipaswi kuingilia maamuzi ya kibinafsi kwa kutumia sheria za kidini kwenye masuala ya burudani. Wakati huo baadhi ya wananchi wa Kano wameunga mkono uamuzi huo, wakisema mitandao ya kijamii inapaswa kudhibitiwa ili kulinda maadili ya jamii, hasa kwa vijana. Kwao adhabu hiyo ni fundisho kwa wale wanaotumia TikTok au mitandao mingine kuposti maudhui yanayokiuka utamaduni wa eneo hilo. Tukio hili limekuwa mjadala mkubwa mtandaoni barani Afrika, likionyesha mvutano kati ya uhuru wa kujieleza. Je, burudani kwenye mitandao ya kijamii inapaswa kufikia wapi bila kuvunja mipaka ya kimaadili?